Bwana Yesu asifiwe. Basi muda huu tutaingia katika somo letu la siku ya leo linalosema hatari ya kutosubiri majibu baada ya kuomba. Hatari ya kutosubiri majibu baada ya kuomba. Mara nyingi katika maisha yetu tunapokutana na mgogoro, tunapokutana na changamoto fulani, hisia zetu hupanda juu ama huja juu. Hisia zetu zinaamka, lakini pia na wakati huo hamu yetu kubwa huwa ni kupambana au kukabiliana na mgogoro huo. Na tunapokutana na changamoto ghafla huwa tunataka kurekebisha tatizo hilo. Pengine tatizo hilo linahitaji kulinda mtu, tunajitahidi kulinda pengine ndugu zetu, kuwatetea ndugu zetu, na wakati mwingine kulipiza hata kisasi, ili mradi tu tuweze kutatua changamoto hiyo iliyokuja kwa ghafla. Katika Luka sura 22 tunakutana na wanafunzi wa Yesu wakiwa katika mgogoro mkubwa kabisa. Yesu Bwana wao alikuwa katika kukamatwa kule Getsemani. Umati mkubwa ulikuwa unakaribia. Yuda akiwa amekwisha kumsaliti Yesu kwa busu, na hofu iliwafunika wanafunzi wa Yesu. Katika wakati huo wa mgogoro kama huo, wa shida kama hiyo waliokuwa wanaiona kwa macho yao inakuja, wanafunzi walimuuliza swali Yesu ambalo kwa juu linaonekana ni la kiroho, lakini lilifunua kutokuelewa kwao kwa kina kusudi la Yesu hapa duniani. Walimuuliza Yesu katika ile Luka 22 mstari wa 49. Luka 22 mstari wa 49. Nao wale waliokuwa pamoja naye walipoona yatakayokuwa wakasema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Hilo ndio lilikuwa swali lao wanafunzi wa Yesu. Leo tuzungumzie kuhusiana na hatari ya kukosa subira baada ya kuomba. Hatari ya kushika upanga wakati Mungu anakusudia jambo tofauti. Katika andiko hili la Luka 22 mstari wa 49, andiko hili linaonesha taswira ya uhalisia kabisa, ama linaonesha picha ya kweli kabisa ya asili ya mwanadamu wakati anapokabiliana na mgogoro au shida kwa ghafla. Bwana Yesu apewe sifa. Wanafunzi wa Yesu walipoona ile hatari, msafara unakuja kumkamata Yesu, waligafilika. Wanafunzi waliona hatari, walihisi msukumo wa kukabiliana na hatari hiyo. Walitambua kuna hasara ya mipango yao inakuja. Elewa kwamba wanafunzi wakiwa na Yesu walikuwa na mipango mingi katika vichwa vyao.
Wengine walikuwa wanafikiria mimi nitakuwa nani Yesu akiwa mfalme. Walikuwa wanawaza nani atakuwa mkubwa au karibu na Yesu akitawala. Kwa hiyo waliona kabisa hawa watu wanaokuja na msafara wao kumkamata Yesu, kumtafuta Yesu, walikuja kuharibu ndoto za wanafunzi hawa. Lakini pia waliogopa sana kile kilichokuwa karibu kutokea, kumpata Yesu, kwa sababu hawakuona amani au hali ya shwari kwa ujio wa ule msafara. Kwa hiyo jambo la kwanza walilolifanya lilikuwa ni sahihi kabisa. Jambo la kwanza walilolifanya lilikuwa ni sahihi kabisa. Walimuuliza Bwana, Bwana, tuwapige kwa upanga? Lakini kabla jibu la Yesu halijatoka, mkono wa Petro tayari ulikuwa umeshachukua upanga. Mkono wa Petro ulikuwa tayari umeshachomoa upanga na anakata sikio la yule mtumwa wa kuhani. Aliomba. Petro na wenzake walimuuliza Yesu, Bwana, tuwapige kwa upanga? Lakini hata kabla jibu halijatoka tayari wameshapiga. Kwa nini? Kwa upanga. Hili ni janga na ni hali ambayo inatukumba hata sisi wenyewe leo. Ni janga na tatizo linalotukumba sisi waumini leo. Yesu alikuwa na wanafunzi wake kwa miaka 3.5. Maana yake tungetegemea kwamba walikuwa wanaelewa makusudi kamili ya ujio wa Yesu hapa duniani. Ndivyo ambavyo hata na sisi pengine tuna ushirika katika kanisa, ni washirika pamoja na Kristo kwa muda mrefu. Inatarajiwa kwetu kwamba tuwe tunaelewa zaidi Yesu anataka tufanye nini kwa wakati husika. Na sasa kumbe tunapoangalia maisha yetu wenyewe, tunapoona ugonjwa umekuja ghafla, tunapoona shida za kifedha, za kiuchumi za ghafla ambazo pengine zinatufanya tuumize vichwa kiasi kwamba hatuoni hata suluhisho, tunakuwa tayari kufanya lolote ili kuondokana na ule mgogoro. Tunapoona usaliti katika maisha yetu, ni kweli inawezekana kwamba huwa tunaomba, tunauliza kuhusiana na uongozi wa kimbingu kwamba tufanye nini katika mazingira hayo. Lakini hisia zetu, hulka zetu zinakimbia mbele ya sauti ya Mungu. Kabla hatujajibiwa, tunakimbia mbele, hisia zetu zinakuwa mbele ya sauti ya Mungu. Midomo inaomba, wakati huo moyo tayari ukiwa umeshaamua jambo fulani. Hiyo si imani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio nini? Hiyo sio imani. Huo ni uvumilivu nusu-nusu, subira nusu-nusu, ambayo haiwezi kukubalika mbele za Mungu. Ni sawa na utii nusu. Mungu ameagiza kwamba tuombe kila kitu, tuombe uongozi wake ili tujue tunafanya nini kwa usahihi. Lakini sasa kumbe mawazo yetu, yani tunakuwa tunaomba nusu tumeshaamua, halafu nusu nyingine tunaisubiri kutoka kwa Mungu. Mungu atasemaje? Ila nusu ya maamuzi tayari imeshachukuliwa.
Kwa hiyo sasa ikitokea tu jawabu la Mungu limechelewa kidogo, tayari ile nusu tuliyokuwa nayo inakuwa kitu kamili, yaani inakuwa maamuzi kamili, mbali na kusubiri sauti ya Mungu inasemaje katika jambo hilo. Tunapaswa kujiuliza wapendwa, mara nyingi tunaposoma mambo kama haya kuhusiana na historia za mambo mbalimbali ambayo yalitokea kabla yetu, huwa tunawaona pengine hawa wenzetu kwamba yani hawa hawakuwa, mbona pengine unaweza ukasema hawa hawakuwa na akili. Wayahudi wenyewe katika kumkataa Yesu, unaweza ukasema hawa watu hawakuwa na akili. Hivi kitu gani cha ajabu kila walikifanya? Lakini kumbe kilichowatokea wao ndicho ambacho kwa sura nyingine kitakutokea wewe. Unamwona Petro ni mjinga katika kufanya kile, lakini wewe nawe katika maombi ya leo unafanya makosa yale yale kama ambayo wanafunzi walifanya. Bwana Yesu asifiwe. Swali la wanafunzi lilikuwa sahihi, lakini muda wa kutenda ulikuwa si sahihi. Wanafunzi waliuliza, Bwana, tuwapige kwa upanga? Swali lilikuwa sahihi kabisa kiroho. Kweli mtu wa Mungu lazima uulize kwamba ni nini hiki, nifanye nini? Mfano mimi nilishajifunza na kwa neema ya Yesu huwa nikisikia jambo hata kama ni la kutisha kiasi gani, huwa najaribu wazungu wanasema calm down, yaani kujituliza, nisifanye maamuzi ya ovyo. Siku moja nilikuwa mahali fulani na nafanya kazi fulani. Nimemwacha mke wangu nyumbani, alikuwa anaumwa. Nimemwacha akiwa na hali nzuri tu, lakini muda mfupi simu nafikiri nilikuwa nimeiweka sijui mbali kidogo, nikaona meseji yake amenitumia, njoo haraka. Sasa mawazo yakaja kichwani kwamba pengine amezidiwa au ni kitu gani. Nikajituliza, nikakusanya vile vitu vyangu nilivyokuwa nafanya kule, si kwa haraka bali kwa utulivu, nikisema moyoni kwamba Mungu ndiye anajua. Kwa hata mimi nikikurupuka kiasi gani haibadilishi jambo, Mungu ndiye anayejua. Nikiwa narudi nyumbani nikakutana na mtu ambaye ninakaa naye jirani pale nyumbani. Akanieleza jinsi alivyonieleza hali ya mke wangu. Yaani kwa haraka ni kwamba anavyoeleza ni kunitisha kabisa. Nikatishika, nikajiuliza sasa ni jambo gani fanyeje sasa? Basi nikazidi kutuliza moyo. Jinsi ambavyo nimejifunza, nikajitahidi kutumia yale maarifa yanisaidie. Nilipofika nyumbani, kweli nilikuta hali ya mke wangu sio nzuri sana, amelegea sana. Lakini niliendelea kumwomba Mungu kwamba nifanye nini. Hata tu swala la kumbeba pale tuende hospitali nilijiuliza mara mbili, nifanye nini? Niende hospitali nazijua zaidi ya 3, niende ipi ambayo naweza nikapata huduma ya haraka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli maarifa yale yalinisaidia.
Ninajua vile ambavyo nilikuwa navifikiria vya ambavyo vingekuwa uamuzi wa haraka haraka kama aliyouchukua Petro, ambavyo vingesababisha pengine hali ndio ikawa mbaya zaidi. Jinsi tulivyotoka nyumbani, uharaka ule, natamani hata ile bajaji tuliyokuwa tumepanda, yani natamani hata ipae. Tulipofika hospitalini, niliona kwamba hata kama tungechelewa nusu saa, hakuna jambo lolote baya ambalo lingemtokea mke wangu. Hebu fikiria mule njiani, pengine ningekuwa nampiga bega driver, kimbiza bajaji, halafu tukapata ajali, haraka ile isisaidie chochote. Lakini nilijikaza kwamba hata kama akikutana na sehemu kuna foleni, najiambia moyoni, Mungu ndiye anajua kwamba hii foleni tungekutana nayo. Kwa hiyo basi nitulize tu moyo. Petro hakutuliza moyo, alisema huu ndio wasaa wa kukabiliana na jambo hili. Unapokutana na changamoto au hatari katika maisha, swali la kujiuliza, je, unachomoa upanga ghafla au unalipeleka jambo hilo kwa Mungu na unasubiri Mungu ajibu, akupe majibu sahihi ya nini cha kufanya? Upanga katika hili huwakilisha njia ya kulazimisha suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kulazimisha nini? Njia ya kulipiza. Kulazimisha njia ya kulipiza kisasi, ama njia ya kutaka kudhibiti jambo fulani. Tunapata funzo moja katika kisa hiki, kwamba sala sahihi au maombi sahihi bado yanaweza kuzaa matokeo mabaya tu. Tukikataa kusubiri au kulazimisha kuridhisha hisia zetu. Ni kweli umeomba, lakini unalazimisha hisia zako ndio ziwe majibu ya Mungu. Kwa hiyo maombi yako yanakuwa ni sahihi kabisa ya kuuliza, lakini kutokuwa na subira ya kusubiri majibu inakuwa ni hatari nyingine. Wengi humuuliza hata Mungu kwamba, Bwana, nioane na huyu mtu? Huuliza hivyo, lakini hawaachi uwanja wazi wa Mungu ajibu sasa mapenzi yake yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile sala ya Baba yetu Yesu aliyowafundisha wanafunzi, kuna mstari unasema mapenzi yako yafanye nini? Yatimizwe. Lakini katika maombi yetu mara nyingi hatutaki mapenzi ya Mungu yatimizwe, bali mapenzi yetu yatimizwe. Mtu anauliza, Bwana, nioane na huyu mtu? Huyu ni mume mwema? Huyu ndiye anayenifaa? Huyu ndiye sahihi? Huyu ndiye mke au mume anayenifaa? Lakini kabla Mungu hajajibu, ujumbe tayari umeshatumwa. Ameshaandika tayari meseji, kama ni meseji, siku hizi meseji tu anatuma. Ameshaomba tayari, hata kama ni ujumbe ameshamwambia tayari baada ya kuomba, lakini hakuna majibu yoyote, ishara yoyote ile ya majibu aliyopokea kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo uamuzi tayari unakuwa umeshafanyika kabla ya majibu ya Mungu, na mlango wa majibu ya Mungu tayari umeshafungwa. Ni sawa na Yesu wakati wamemuuliza tuwapige kwa upanga, Petro akachukua upanga, ameshakata tayari mapema. Yesu hakuwa na majibu wala hakutoa yale majibu ya swali lao, kwa sababu tayari hatua nyingine ilikuwa imeshachukuliwa. Ndivyo ambavyo tunafunga mlango wa majibu ya Mungu kwa kutanguliza hisia zetu, kwa kutanguliza bidii yetu sisi wenyewe. Inawezekana kuomba mapenzi ya Mungu huku kwa siri ukitimiza
mapenzi yako mwenyewe. Upanga wa Petro unafunua kinachotokea, hisia zikitawala mafunuo ya Mungu. Petro aliongozwa na hofu katika kutenda. Aliongozwa na nini? Katika Biblia neno usiogope limeandikwa mara nyingi sana. Limeandikwa usiogope. Mungu anajua hofu ni silaha ya muovu katika kuwateka watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata maaskari huwa wanafundishwa kudhibiti hofu. Tuko hapa kanisani, ikipigwa bunduki kalia, wale ambao hawana ujuzi wa mambo hayo ya uaskari wanaweza wakakurupuka kutoka humu ndani, wanakimbia kwa sababu ya nini? Ya hofu. Lakini ambaye ana ujuzi anatulia kwanza, kwa sababu anajua ikilia maana yake risasi imeshatoka. Kwa hiyo hamna hatari, labda ipo nyingine tena nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo, pengine yeye anajiuliza imetokea wapi? Hii risasi imetoka wapi? Lakini wale waliokimbia nje hawajui hata imetokea wapi. Pengine wanakokimbilia ndiko waliko adui, sasa anawasubiri. Kwa hiyo adui anachochea hofu ili ukurupuke, na ukikurupuka ni rahisi kuangukia katika mikono yake. Petro aliongozwa na hofu katika kutenda. Matokeo yake alitenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia aliongozwa na kujiamini. Alijiamini yeye mwenyewe. Alikuwa na taharuki moyoni mwake, lakini pia bidii yake ya kimwili aliona kwamba inaweza kukabiliana na tatizo hilo. Kusudi lake linaweza kuonekana lilikuwa la hekima, lakini nia njema bila maelekezo ya Mungu bado huleta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Nia njema pasipo maelekezo ya Mungu bado inaweza kuleta uharibifu. Petro alimkata mtumishi wa kuhani yule, alimkata sikio kwa sababu ya kujiamini yeye mwenyewe. Hakusubiri maelekezo kutoka kwa Mungu. Sikiliza, unaweza ukawa na nia njema kabisa katika jambo fulani, lakini pasipo kumshirikisha Mungu inaweza ikazaa uharibifu kwako, lakini na kwa wengine. Hebu fikiria, umefikiria wazo zuri tu ambalo pengine hata Mungu mwenyewe anataka ufanye hivyo. Ukitenda ukafanikiwa, inaweza ikawepo hatari ya kuwa na kiburi kwamba mimi nina akili, mimi ndo niliamua kufanya hivi na imekuwa hivyo hivyo. Umeona? Kiburi kinainuka katika hilo jambo. Lakini kama ungemshirikisha Mungu akakuambia, pengine hekima yako, sio tu pengine, hekima yako wewe iko chini sana ya ile ya Mungu, angekuongezea hekima. Hata wanafunzi walimwambia, Bwana, tuongezee imani. Maana yake imani wanayo, lakini watakiwa kufanya nini? Kuongezewa. Na ile ambayo anakuongezea Mungu, ile ya kwako utaiona haifai kabisa, kumbe ingenipoteza. Ndivyo ambavyo tunapaswa kumtegemea Mungu kwa akili zetu zote, kwa mioyo yetu yote, kwa kila namna. Maandiko yanasema usizitegemee akili zako wewe mwenyewe. Watu kwa msongo wa mawazo wanaugua mapresha, wanaugua vitonda vya tumbo, wanaugua hata kisukari. Msongo wa mawazo tu. Kwa nini? Hapo kuna kosa moja. Mungu akiangalia, naomba nipate tiba ya suluhisho la matatizo haya, lakini anaona moyoni wewe katika
ugonjwa huo umekosea jambo moja: hujamtegemea yeye katika yote, hujamkiri yeye katika njia zako zote, hujamkabidhi yeye. Ndio maana umeingia katika uwanja ambao huna uwezo nao. Mwisho wa siku ni overthink. Na sheria za asili, msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ukizidi, sheria za asili ndani ya mwili wako zinaharibika, zinavunjwa. Msongo wa mawazo maana yake unakuwa kama una hofu fulani. Hofu ile ubongo huwa haujui, kama unafikiria tu, hufanyi kazi yoyote. Ubongo huwaga haunaga ile kuassume, hauna assumption. Wenyewe unajua ni kitendo kinafanyika. Ukiwa na hofu ile, ubongo unaamrisha sukari iongezwe, glucose iongezwe katika damu, kwa sababu kuna hatari inakuja. Kumbe upo zako kitandani umelala, wala hamna hatari yoyote ambayo unakabiliana nayo. Mwisho wa siku sukari inapanda juu ndani ya damu, lakini huna kazi yoyote ambayo ingesababisha ile sukari itumike. Mwisho wa siku jambo lile likiwa endelevu, taugua kisukari. Taugua kisukari aina ya pili, kwa sababu ya kutokumkabidhi tu Mungu njia zako zote. Petro alikata sikio. Sikio huwakilisha kusikia ama kuelewa ama kupokea. Sikio pia huwakilisha utambuzi wa kiroho. Tunapotenda kabla Mungu hajasema jambo, mara nyingi tunaharibu uwezo wa mtu kusikia kweli. Bwana apewe sifa. Tunaharibu uwezo wa mtu kusikia kweli. Ni watu wangapi pengine wameacha kusikiliza ukweli kwa sababu Mkristo alitenda kwa haraka bila kusubiri majibu kutoka kwa Mungu. Umetukanwa, umedhalilishwa, pengine umefanyiwa jambo baya, lakini ukafanya jambo jema kabisa kumuuliza Mungu ufanye nini, lakini kabla hajakujibu ukatenda kwa kutegemea hekima zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapotenda kwa hasira, unaaminiwa wewe ni msabato, tena wa matengenezo, lakini unatenda kwa hasira, mambo yako unatenda kwa hasira, unajibu kwa majibu ambayo ni ya hekima zako mwenyewe. Kwa kufanya hivyo unawakata masikio wale wanaoshuhudia kile jambo, bila jambo unawakata masikio. Manake ni kwamba unawafunga wasisikilize injili ya kweli, kwa sababu tayari kwa kukuangalia wewe ulivyofanya wameona mfano mbaya. Masikio yao yanafungwa wasisikilize tena, kwa sababu waliyekuwa wanamwamini amefanya jambo la ajabu. Tusitende kwa hasira au kwa kuchanganyikiwa, tukipeperusha mapanga yetu ya maneno ya hukumu, maneno yetu ya hasira, tukizani tunaitetea kweli, kumbe tunatetea hisia zetu wenyewe. Bwana atusaidie sana. Wengi hatusubiri kwa sababu tunaomba uthibitisho wa mawazo yetu, si uongozi. Tunaomba uthibitisho wa mawazo yetu, sio uongozi. Hii ni moja ya masomo ya kina sana ambayo tunapaswa kuelewa. Petro wakati anaomba alikuwa na mawazo yake, tuwapige kwa upanga. Ndani yake alikuwa na wazo la kupiga kwa upanga. Kwa hiyo majibu aliyokuwa anayasubiri kwa hamu na yangekuwa ni mema zaidi kwake ni yale ambayo tayari yapo kwenye mawazo yake. Kwa hiyo unamuomba Mungu kwamba Bwana, nioane na huyu mtu, lakini mawazo yako yameshachukua 70%. Maana yake ni kwamba unakuwa unaomba Mungu,
aniambie kwamba huyu ndiye anayefaa. Yaani unaomba tu uthibitisho wa kile ambacho unakiwaza tayari. Ni hatari sana kwetu. Majibu yanaweza yasije kabisa, kwa sababu Mungu anaona hata akitoa majibu tutayakataa. Na kuchelewa kwa maombi, kwa majibu ya Yesu ilikuwa ni kusudi kufunua udhaifu uliomo ndani ya mioyo yetu. Wengi hukata tamaa wanapoomba, pengine hata kwa muda mrefu, majibu hayajaja, Mungu hajajibu lolote chochote. Wanafikiri kwamba Mungu ameniacha, Mungu ametuacha, pengine sasa tufanye tu kama tunavyojua sisi wenyewe. Lakini shida si hiyo. Mungu amefanya hivyo pengine kufunua udhaifu uliomo ndani yako. Angekujibu udhaifu ule usingefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Udhaifu ule usingefunuliwa kama angekujibu. Lazima tusikate tamaa. Hata Mungu anapochelewa kujibu maombi ni kwa mema yetu wenyewe. Mungu hatutakii mabaya hata siku moja, anatutakia mema. Kwa kila jambo analolitenda kwa ajili yetu, pengine tunako kuona sisi ni kucheleweshewa majibu, yeye anatuandalia mema siku zote. Tunachofanya kabla Mungu hajajibu hutengeneza majeraha ambayo Yesu lazima aingie katika kazi ya kuponya. Petro alipomkata sikio pasipo kusikiliza majibu ya Yesu, anasemaje? Akakata sikio la mtu yule. Alitengeneza kidonda, alitengeneza jeraha ambalo si yeye tena anayeliponya, bali ni Yesu ndiye anayeingia katika kazi ya kuliponya. Baada ya Petro kumpiga yule mtu, Yesu alisema acheni, acheni, imetosha. Kisha akaliponya lile sikio. Kutokuwa na subira kulisababisha jeraha na rehema ya Yesu ikalirekebisha. Ni mambo mangapi maishani mwetu Yesu amelazimika kuyaponya kwa sababu tulitenda pasipo kusubiri maelekezo yake? Inaweza kuwa ni mengi sana. Kuna ndoa nyingi ambazo zina majeraha, zinavuja damu, si kwa sababu Mungu ndiye alitaka iwe hivyo, bali ni sisi wenyewe tulitenda kwa haraka. Changamoto nyingi za ndoa ukiziangalia kwa jicho la kiroho, utaona kwamba wanadamu tuna kazi ya kufanya sana, ili na hayo yote ambayo changamoto hizo zote zinazokuwa zinaonekana katika ndoa, mara nyingi huwa ni penalty ya makosa ambayo watu waliyafanya kabla hawajaingia katika ndoa. Walipitia hatua gani? Je, walipata majibu kutoka kwa Mungu ya kuendelea na mambo yao, au walitenda kama Petro? Mtu anatengeneza jeraha yeye mwenyewe. Petro pale angeambiwa haya, ponya hilo jeraha, ponya hilo sikio, angeweza? Angemrudia tena Yesu, Yesu nisaidie uponye hili, nimetakiwa kuponya hili sikio. Ndivyo hivyo leo tunatengeneza majeraha katika hata ndoa, halafu tunamrudia Yesu. Jeraha tumetengeneza sisi. Maumivu lazima tuyapitie, hata kama tukiwa tumesamehewa, lakini maumivu lazima tutayapitia. Na hapo ndipo mtu anakata tamaa kwa majeraha na maumivu aliyoyatengeneza yeye mwenyewe. Anakata tamaa, anaona imani ni ngumu, ndoa inamshinda, anataka akaoe tena sehemu nyingine pengine, kwa jeraha au kidonda alichokitengeneza yeye mwenyewe. Bwana tusaidie sana, kwa sababu macho yetu ya kiroho yamefumbwa, yaani kiasi kwamba tunaona tu mapungufu ya wengine.
tunaona tu Mungu ndiye pengine anawajibika katika shida tunazozipitia. Sisi hatuoni wajibu wetu ni upi, hatuangalii mapito yetu, hatuchunguzi njia zetu. Tukumbuke sana kukumbuka njia zetu, wapi tumekosea, na kisha tutubu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi, katika ile sala ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi, kuna mstari unasema usitutie majaribuni. Usitutie wapi? Kwa kutenda haraka pasipo kumshirikisha Mungu, ni kujitia majaribuni. Umeomba, Bwana nioane na huyu mtu, lakini wewe kabla Mungu hajajibu umeshaoana naye, ndoa inafungwa kabisa. Mchungaji anaonekana hapo, utafikiri kwamba mchungaji ndo anakuja kufuta hizo laana zote ambazo umezibebelea mfukoni ukiwa hapo mbele. Mchungaji naye ni mwanadamu, hajui yaliyo nyuma yenu. Nyinyi ndio mko responsible kwa hayo makosa mlioyaficha. Ulitengeneza majeraha wewe mwenyewe, ukaingia nayo katika ndoa. Ulitengeneza majaribu wewe mwenyewe, ukaingia nayo. Halafu majaribu hayo yanapokuwa uchungu mkubwa katika ndoa, lawama wanapelekewa viongozi wa kanisa, lawama anapelekewa Mungu, lawama kwa kila mtu ambaye anakuambia vumilia ndugu yangu, muombe Mungu akusaidie. Watu wa namna hiyo wanaonekana hawakupendi, kumbe wewe ndio hukujipenda mapema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatutakia mambo mema sana, lakini sisi ndio tunaoanguka kwa sababu ya kutanguliza hisia zetu wenyewe. Tunachukua mapanga kukata kabla Yesu hajasema neno lolote tulilomuuliza. Kidonda au jeraha unalosababisha kwa maamuzi ya haraka huenda likahitaji miaka kuponywa, huenda likahitaji miaka mingi au muda mrefu kuponywa na Yesu. Na linapoponywa unapaswa kusubiri, kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, ukimuomba yeye akusaidie. Usije ukakimbia kwa sababu ulisababisha jeraha wewe mwenyewe. Hivyo kwa sababu ya hasira, haraka au shauku yetu wenyewe, tusitende kabla hatujapata maombi ya majibu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kusubiri sio kuchelewa. Kusubiri sio kufanya nini? Wengi huwa tunaona kusubiri ni kuchelewa. Kuna mtu mmoja akawa anasema kwamba Mungu anapoona unasubira katika maombi, unaomba lakini hajibu, lakini wewe una bidii ile ile katika kuomba, anaweza akaongeza zaidi muda wa kutokukujibu ili akuimarishe zaidi. Maana yake wewe ni mtu ambaye hutegemei kuona, wewe ndio una imani zaidi. Maana imani haitegemei kuona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Mungu ndio sahihi zaidi. Petro aliamini katika uzoefu wake, aliamini upanga wake kuliko sauti ya Kristo. Sala iliyokomaa zaidi ni ile inayoweza kutulia mpaka Mungu aseme. Kitabu cha Prayers cha maombi cha Roho ya Nabii, ukurasa wa 56 aya ya kwanza kinasema, Mungu atakuwa kwetu kila kitu tutakachomruhusu awe. Maombi yetu yaliyolegea na yasiyo na bidii kamili hayataleta majibu kutoka kwa Mungu. Sikiliza vizuri, maombi yetu yaliyolegea na yasiyo na bidii kamili hayataleta majibu kutoka kwa Mungu, na hayawezi kuleta, ili yafunua udhaifu tulionao. Kwa hiyo hata kutokujibu kwa Yesu, ili
ili udhaifu wetu ufunuliwe na tusaidiwe. Haina maana ya kwamba atafunua tu ule udhaifu wetu halafu atuache hivyo hivyo. Hapana, ili atusaidie, ila tutasaidika kama na sisi tunaendelea kujisalimisha kwake. Anaendelea nasema, tunahitaji kusisitiza maombi yetu. Omba kwa imani, ngoja kwa imani, pokea kwa imani, shangilia kwa tumaini, kwa maana kila aombaye hupokea. Kuwa makini na jambo hili kwa moyo wote. Tafuta Mungu kwa moyo wako wote. Ukurasa wa 7 aya ya 3, kitabu hicho cha Prayers inasema, maombi unayotoa ukiwa peke yako, ukiwa umechoka sana au katika majaribu, Mungu huyajibu, si mara zote kulingana na matarajio yako, lakini daima kwa manufaa yako. Kwa manufaa, sisi tunaangalia zaidi majibu tu ya maombi yangu, ila akichelewa kujibu tunagafilika. Wakati huo Mungu anasema amechelewesha jibu kwa manufaa yetu. Tunapaswa kuwa na subira. Tunapaswa kuwa na subira kwa manufaa yetu. Katika kila jambo ukiwa na subira, basi Mungu atatenda kupitia hiyo subira yako. Petro alidhani anamtetea Yesu, lakini Yesu hakuhitaji utetezi. Alikuwa anatimiza unabii wa Mungu. Anatimiza unabii katika kile ambacho Mungu alikuwa anahitaji akitimize katika wanadamu. Wakati mwingine tunapigana vita ambavyo Mungu hakutuambia tupigane. Tunajitengenezea vita sisi wenyewe. Wakati mwingine kinachoonekana kama kushindwa ndicho mchakato wa Mungu. Yaani Mungu anapotupitisha katika mchakato fulani, tunahisi kushindwa ama jambo hili limeharibika. Kumbe Mungu yupo katika mchakato wa kutusafirisha kutoka hatua moja kwenda nyingine. Petro aliona kukamatwa kwa Yesu, lakini Yesu aliona ukombozi wa wanadamu unatimia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Petro aliona kukamatwa kwa nani? Lakini Yesu aliona ukombozi wa dunia umefika. Petro aliona hasara, Yesu aliona unabii unatimia. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa huwa ninawaonea huruma sana wale ambao wanatumia bidii nyingi kutaka hata utawala wa nchi fulani uondoke madarakani kwa nguvu zao, kwa bidii zao. Ni kweli kabisa, unakuwa unaona kana kwamba utawala umefanya jambo baya hapa na haustahili kabisa. Pengine umepita kwa wizi wa kula, na kwa makosa hayo sasa mwanadamu anayatumia kwamba utawala umeiba kula, umeua watu, sijui umefanya nini. Sasa kwa makosa hayo mtu anaona kwamba ni haki yeye sasa kutumia bidii yote ili utawala ule uondoke. Jinsi ambavyo Mungu anaangalia ni tofauti sana na mwanadamu anavyotazama. Mungu anataka kutimiza jambo fulani, mapenzi yake kupitia utawala ule huo unaoona wewe umeiba kula, huo unaoona wewe umefanya mambo mabaya. Sasa maana yake ni kwamba sasa uking'ang'ana kwa nguvu zako zote huo utawala utoke, maana yake unakuwa unapingana na nani? Na Mungu. Si huo tena utawala, bali utakuwa unapingana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo jinsi unavyotazama, husisha sana Mungu anasema nini. Muhusishe Mungu, ndio utaelewa vizuri. Ndio maana maandiko yanasema hukumu za Mungu hazichunguziki. Daudi alipata mke wa uzinzi, yule aliyekuwa anaitwa Bathsheba.
kwa sheria za taifa la Israeli, pengine Daudi alitakiwa kupigwa mawe au yule mwanamke alitakiwa kupigwa mawe afe, lakini hawakupitia hizo hukumu. Kwa akili kwa kuangalia tu sheria inasemaje, ilitakiwa pengine wapigwe mawe wote wawili na wangeachwa. Unaona kabisa kwamba kana kwamba haki haijatendeka hapa, lakini kupitia huyo mwanamke wa uzinzi Yesu alizaliwa, ukoo wa Yesu uliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Angaliavyo mtu si ndivyo sivyo angaliavyo Mungu. Hata katika kuhukumu mambo usitumie tu andiko limesema hivi. Ni kweli unatumia andiko, lakini hukumu za Mungu zinahitaji na ufunuo pia, sio tu elimu ya kawaida ya maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndicho ambacho Petro alikiona. Aliona hasara, lakini Yesu aliona unabii. Petro aliona hatari, Yesu aliona kusudi linaenda kutimizwa. Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi kwamba lazima ateseke, afe, afufuke, lakini katika mgogoro huo walisahau kabisa maneno hayo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi leo tunajifunza nini katika haya? Lazima tuweke mapanga yetu chini ya kujitetea. Mapanga yetu ni hasira. Mapanga yetu ni kiburi. Hatupaswi kuuliza, Bwana, ninawezaje kupambana katika hili? Bali tuulize, Bwana, ninawezaje kukuheshimu katika hili? Zingatia ile sala ya baba yetu, ina kipengele kinachosema mapenzi yako yafanye nini? Sio mapenzi yetu yatimizwe. Kwa hiyo unapomuuliza Bwana, nipambane katika hili, nipambane kwa namna gani? Maana yake unataka mapenzi yako yatimizwe. Umejuaje kama Mungu anataka upambane? Muulize Mungu, nawezaje kukuheshimu katika mgogoro huu? Tuache kurekebisha kwa nguvu za kibinadamu kile ambacho Mungu pekee anaweza kukiponya kwa neema yake, anaweza kukishughulikia, kukitatua kwa neema yake. Tusitumie nguvu za nini jamani? Za kibinadamu. Hizo alijaribu kuzitumia Petro, lakini hazikuwa sahihi mbele za Mungu. Ni masikio mangapi yamekatwa kanisani kwa sababu viongozi pengine walitenda kabla ya kumsikia mtu fulani, kabla ya kumsikia Mungu anasema nini? Ni ndoa ngapi zinavuja damu kwa sababu mtu alitenda kabla mbingu haijamjibu? Luka 22:49 inatufundisha ukweli mzito ambao tunatakiwa kuutendea kazi leo. Sala haijakamilika, maombi hayajakamilika mpaka kusubiri kukamilishe kazi yake. Subira ndio inakamilisha ibada ya maombi. Maombi ni ibada. Petro anatufundisha kwamba kuuliza ni vizuri, lakini bidii pekee haitoshi. Uharaka ni hatari. Hisia zetu haziaminiki, na subira ni tunda la Roho ambalo tunapaswa kuwa nalo katika mioyo yetu. Usiruhusu upanga wako utembee kwa kasi kuliko sauti ya Mungu, kwa maana mwili ukitenda kabla mbingu haijajibu, Yesu atalazimika kuponya kile ambacho kitasababisha jeraha. Ukitembeza upanga kabla mbingu haijajibu, utakuwa unaingiza mbingu katika kuponya majeraha yaliyosababishwa na maamuzi yako. Je, kuna eneo ambalo tayari umezalisha jeraha kwa sababu ya kutenda kabla Mungu hajajibu? Hilo ni swali la kujiuliza.
kila mmoja anafahamu ni wapi ambapo alitenda kwa haraka akashindwa kusubiri majibu kutoka kwa Mungu. Aidha majeraha huo umeyashuhudia au hujayashuhudia, amini kwamba kuna majeraha mengine, maumivu mengine tunayapitia pasipo kujua kwamba tulitembeza upanga kama Petro kabla Yesu hajasema fanya hivi. Inaweza ikawa kwenye ndoa, inaweza ikawa kwenye biashara, inaweza ikawa kwenye mambo ya familia, inaweza ikawa katika jambo lolote, nyanja yoyote ya maisha. Tumesababisha majeraha kwa sababu pengine si tu hatukusubiri majibu, pengine hatukuomba kabisa, hata kuuliza tu kwamba Bwana nifanye nini, hatukuuliza. Kwa majeraha yamekuwa makubwa zaidi. Muombe Mungu kwa haraka aponye jeraha hilo. Usipoteze muda, maana uhai wako unaweza ukapotea. Jeraha hilo linavujisha damu. Likivujisha damu, unaweza ukapoteza uhai wako. Umetengeneza jeraha katika ndoa, sasa jeraha hilo linavujisha damu. Kila siku imani yako inapoteza nguvu, tumaini linapotea, unaona maisha yako sasa yameharibika. Jeraha lile linavujisha damu, uhai unaendelea kupotea, uhai wa kiroho unaendelea kupotea. Mwisho wa siku unakata tamaa kabisa. Kabla hatua hiyo mbaya haijafika, muombe Mungu haraka sana. Yeye ni mwenye rehema. Tunachopaswa kuepuka ni kutengeneza majeraha kwa makusudi, maana hatujui kama Mungu ataliponya lile jeraha. Sio kazi yetu kuponya jeraha, bali ni kazi ya Mungu. Tusije tukajitia majaribuni sisi wenyewe, tukamjaribu Mungu kwamba natengeneza jeraha, Yesu si yupo ataliponya. Tusije tukajaribu kitu kama hicho. Wengi wametengeneza majeraha wao wenyewe na wakati huu wanapitia maumivu ya majeraha hayo. Wengine wamekata tamaa. Naweza nikawa mimi au wewe. Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunapaswa kumkimbilia Yesu. Yesu ndiyo kimbilio letu la mizigo yetu, la majeraha yetu. Tulipokosea kwa imani atatusamehe na ameshatusamehe, na yuko tayari kurekebisha, kutakasa, kuponya vidonda vile ambavyo tumevitengeneza. Yesu ni mwenye rehema, atatusaidia, lakini pia ni mwenye haki. Tunapaswa kuzingatia haki yake. Haki yake ni ipi? Tunapaswa kuomba na kusubiri majibu kutoka kwake. Kwa hakika tutafanikiwa katika maisha yetu ya kiroho, ya hapa duniani, tukijiandaa na ufalme wa Mungu. Bwana atusaidie sana, kwa sababu katika hili migogoro mingi imetokea hata katika kanisa, ambayo imesababishwa na kukosekana kwa subira kwa mtu binafsi. Matatizo mengi yamezaliwa kwa sababu ya kukosa subira. Mpaka subira inatajwa katika matunda ya Roho. Maana yake ina sehemu kubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Bwana wabariki na bariki somo hili kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.